tumeshuhudia mchezo wa Young African dhidi ya KMC. Yanga amebuka kushinda mabao 4, lakini watu story kubwa si tu Yanga kushinda. Story kubwa ni Tembo Andre Buyele kufunga bao 2. Hiyo ndio imekuwa headline. Unazungumziaje mchezo, lakini pia Andre Buyele kufunga kuna mrejesha kiasi gani? Nafikiri ulikuwa mchezo mzuri sana kwa Young Africans kwa sababu alikuwa anahitaji ushindi kuliko kitu kingine chochote ili kupunguza pressure ambayo wamekuwa kukutana nayo nje ya mashabiki. Walikuwa wanahitaji mchezo kwa 100%, na ndio maana kazi kubwa imefanyika, ufundi wa kocha kwenye namna ya kutafsiri kile ambacho alikuwa anakihitaji kulingana na wachezaji alionao ni kama alifanikiwa. Lakini narudi pale pale kwenye kikosi cha Young Africans, bado kuna vitu vingi sana ambavyo kocha anapaswa kuviongeza, kwa sababu ukitazama utayari wa wachezaji, namna ya kuhukumu makosa wapinzani bado umekuwa ni mdogo sana. Kwa sababu ukikiangalia kikosi cha Young Africans ambacho kimemaliza dakika 90 and then mtoe Pacome Podo Zouzoua, mtoe Maxim pia Nzengeli, inawezekana Young Africans ikapitia wakati mgumu sana kwenye namna ya kushinda mechi zake. Kwa nini? Kwa sababu uone mchezaji mwingine ambaye anaweza akawa msaada pale ambapo timu inamhitaji. Uone mchezaji ambaye anaweza akawa anatumia ubunifu wa kile ambacho yuko nacho kwenye namna ambavyo kocha anamhitaji. Lakini yote kwa yote utarudi kupongeza jitihada za wachezaji mmoja mmoja. Ukirudi kwenye mchezo ambao umepita, nafikiri utagundua kwamba kwenye mchezo wa leo kuna kitu kikubwa sana ambacho kimeongezeka, kwa sababu kwenye mchezo uliopita ulikuwa unategemea ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwenye kuifanya Young Africans ibuke na ushindi. Ndio maana unaona goli la Zimbwe Junior linafungwa, Celestian yakuwa baadaye. Lakini kwenye mchezo wa leo kuna namna ambavyo Yanga ameongeza uimara kwenye namna ya kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia. Nafikiri kitu kikubwa ambacho bado Young Africans kinawatesa ni muunganiko wa kikosi. Bado hakuna chemistry ambayo inaweza ikawa inaibeba Young Africans kama timu kuweza kuzicheza mechi zake, kwa maana kupata uhakika kwenye mchezo uliopita na kwenda kwenye mchezo unaofuata Young Africans kushinda. Uwezekano umekuwa ni mdogo sana kutokana na namna ambavyo Yanga sasa anacheza. Lakini nafikiri kocha bado ni mpya, atahitaji muda zaidi kuweza kuboresha yale makosa ambayo yamekuwa yakionekana. End of the day Young Africans anaelekea kwenye michuano ya kimataifa. Atahitaji kuwa tayari kwenye kila eneo. Uhitaji kwenda kwenye michuano ya kimataifa kwa kiwango cha kubahatisha. Inawezekana kukutana na matokeo tofauti na kinyume ya yale ambayo unatarajia. Tuje kwenye swali lako la msingi, Andre Buyele. Nafikiri kitu ambacho anakipitia Prince Dube na kile ambacho amekuja kukifanya Andre Buyele ni kitu bora sana kwa kocha, kwa sababu kama unamtazama mwenzako anaenda kinyume na matakwa ya mwalimu and then wewe uko kwenye benchi na unapewa nafasi ya kwenda kucheza na unafanya kitu bora, maana yake hapo sio tu kwako inakuwa ni bora, lakini hata kwa kocha ambaye amekupa imani ya kwenda kucheza unamuongezea credit. Sasa kuona kwamba naweza nikamnyanyua fani ama na jicho la kuona substitution ambayo inaweza ikaenda ikabadilisha kile ambacho kiko ndani ya uwanja. Nafikiri anachokipitia Dube ni pressure, lakini pia maneno ambayo amekuwa nje ya mashabiki. Nafikiri ukirudi hata kwenye msimu uliopita alianza hivi. Alikuwa anapoteza mabao, yani kuna mabao ambayo anakosa alafu unatazama yeye ni mshambuliaji. Kama unakosa aina ya bao kama hili, ni bao gani ambalo unaweza ukalifunga? Nafikiri anachokipitia hata yeye anajilaumu sana, kwa sababu sifikiri kama kuna mshambuliaji yoyote ambaye anafurahia kile ambacho kinaendelea kwa Prince Dube. Lakini kitendo cha Young Africans kuwa na wachezaji zaidi ya moja kwenye hilo eneo na unapewa nafasi ya kwenda kufanya, iko ni kitu bora ambacho Andre Buyele ameenda kukifanya. Kwa hiyo nafikiri inawezekana sasa akaanza kuitengeneza imani yake upya kwa kocha kwenda kuhakikisha anaanza kwenye mchezo unaofuata. Kwa namna ambavyo Yanga wamecheza na ligi leo inasimama, lakini ukiwatazama watani wao Simba ambao jana wamecheza, tumeshuhudia Singida na Pamba nao wamecheza. Hawa ni wapinzani ambao tunaizungumzia hapa Big 4. Unadhani tunaenda kuona Big 4 namna gani? Kama Young Africans yataendelea hivi, inawezekana mambo yakawa tofauti kulinganisha na msimu uliopita. Yanga msimu uliopita baada ya msimu kutamatika ilikuwa na mataji 5, na sio tu ina mataji 5, ikiwa na performance bora sana. Lakini this time unaona kitu ambacho kinaweza kikakupa imani ya Young Africans kwenda kwenye ranki za juu, kwa maana ya hizo top 4. Inawezekana imani ikawa ni ndogo sana, kwa sababu ili ufike huko unahitaji performance ya wachezaji yenye muendelezo kwenye kila mchezo. Lakini namna ambavyo Yanga anacheza uoni kama anaenda kushinda kwenye mchezo unaofuata. Nafikiri kama umetazama kipindi cha kwanza namna ambavyo Yanga alikuwa anacheza,
kilichokwenda kuamua mchezo ni kutoka tayari KMC ni kama tayari walishachoka, and then Young Africans ndio wanakuletea watu wapya ambao wameenda kuboost kile ambacho kilianzishwa kipindi cha kwanza kwa kisha dakika 90 zinatamatika. Lakini kwangu mimi swala la msingi top form msimu inawezekana ikawa ni ngumu sana kwa sababu ya performance ya Yanga ambaye tunamtaja kama bingwa msimu uliopita. Ili aweze kufikia hayo malengo ya msimu uliopita itategemea namna ambavyo atakuwa tayari kupambana na Simba ambaye na Filipo kwenye ubora mkubwa sana kulinganisha na msimu uliopita. Kama msimu uliopita alikuwa na idadi kubwa ya wachezaji 14 wapya na akaenda finali CAF Confederation akacheza nafasi ya pili ligi kuu, alafu unakuja kulinganisha na msimu kwa wale ambao walikuepo, alafu unaongeza CV ya wachezaji ambao wamekupa kama kina Jonathan Soa, wachezaji kama kina Selemani Mwalimu, Neo Maema, Lucien Deroku. Unaona msimu kama Simba atakosa ubingwa basi inawezekana akajiraumu sana kulingana na ubora wa wachezaji alionao, lakini performance ambayo yeye ameanza nayo msimu. Na ndio maana hata kwenye michuano mikubwa ya kimataifa imani ipo kubwa kwa Simba kwa sababu ya mfululizo ambao amekuwa nao kwenye michuano ya kimataifa. Na Young Africans wanasema kundi ni gumu ama kundi la kifo kulingana na performance ambayo amekuwa nayo toka msimu umeanza. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho kimebadilika ni quality ya wachezaji. Mimi binafsi ukiniuliza hadi hivi sasa bila kumung'unya maneno, kama tutamjaji Young Africans kwa hizo mechi ambazo wamecheza, naona bado usajili wa Young Africans umefeli kulingana na msimu uliopita. Kwa sababu unatazama eneo ambalo wametoka Khalid Aucho, ulitegemea kuona mchezaji ambaye anakuja basi inawezekana akawa bora zaidi ama akawa kwenye ile level ambayo Aucho aliseti, lakini amekuja Barakote ameshindwa kuonyesha iko kitu. Maana yake namlazimu kocha kuanza kuswitch baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wacheze kwenye hayo maeneo na kuanza kuyatumia kama mbadala wa Aucho. Lakini unakuja kwenye eneo la Stefan Aziki ambaye msimu juzi alikuwa top scorer, lakini msimu ulioisha alikuwa bora sana. Alafu unamlinganisha na Arasani Kouma, unaona ni vitu viwili tofauti. Unaenda kwa eneo kama la Celestin kwa kiwango ambacho amekionyesha unamlinganisha na mchezaji kama Clement Mzize, unaona kuna utofauti mkubwa. Kwa hiyo nafikiri performance ya Yanga inakuwa sio ile ya msimu ulioisha kulingana pia na wachezaji ambao wameongezeka kwenye kikosi cha Young Africans. Shukrani. Asante. Kuwasemea KMC, lakini sisi Simba ndio wanawasemea KMC, lakini sisi Simba tumewafunga mara 6 mfululizo wakiwa wanasema neno lao hilo refa, mpaka tumewaita marefa kutoka nje ya nchi na bado tunawatandika. Kwa hiyo sisi neno la refa ni sasa mimi tu mke wangu. Na mimi nazungumzia refa sio kama eti naizungumzia KMC. Yaani tu nazungumzia udhaifu wa marefa. Umeona michezo ya jana yote iliyopita. Kuanzia mechi ya Simba, kuanzia mechi ya Singida pamoja na nani hao Pamba Jiji, kadakia nje, hakuna faulu, hakuna nini. Yaani tu kiufupi kwamba marefa wa kibongo ndio wanazingua. Sasa marefa unataka wafanye nini? Kwamba marefa wanaweka kati kama unacheza rafu. Tunalalamika wachezaji wanachezewa rafu. Kaeka kati, refa kajitahidi zile. Na zile kama refa angekuwa upande wa Yanga, wale wanakula 10. Mlikuwa mkiwazungumzia vibaya sana Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka jana. Kila mechi wanapata penalti. Hii leo zimeanza kwa upande wenu. Kwa hiyo ziachwe penalti kama ndio wewe refa. Kwa sababu tukane mamba kabla hujavuka mto. Nyinyi mnataka penalti ziachwe. Hao watabebwa sana kwa hizi penalti. Sisi timu yetu sio ya penalti sasa hivi. Mimi nishamsahau Hamza. Yaani nimesahau kabisa kama kuna Hamza, kama kuna Chasambi. Yaani nimesahau. Yaani huyo ndo sikumbuki yani hata kidogo. Chama huyo ndo kabisa. Hao wanaua wachezaji. Chama katoka Yanga alikuwa hataki pigi wala nini. Kaenda Singida angalia mpira anacheza. Hao wanachezea wachezaji. Huyo Shabalala mwenyewe nampa mwaka wake huu mmoja tu. Acha walazimishe kumpanga. So wanalazimisha kumpanga. Na hiyo tarehe ngapi hiyo mechi ya kimataifa akaanze Shabalala. Alafu aone kitachokuta. Unaona amekuja ametoka Shabalala ameingia Boka mwenyewe, unaona anavyofanya mambo. Sisi yani Yanga, kwanza Yanga hakuna mkubwa. Sisi tuna timu tu. Tunataka timu mchezaji akicheza vibaya basi anaweza, kama tukimwona hatufai, hata kama anacheza kwa anapaa tunamtoa kwamba huyu hatufai. Lakini sisi tunataka mchezaji anaendana na mfumo wa Yanga. Watu wameshafiti hapa mfumo wa Yanga. Kocha ana wiki 3 tu, watu wamekula 4. Huyu kocha akimaliza miezi 2, watu wanakula 9. Kocha ukimaliza miezi 2, wanakula 9 watu hapa. Sasa labda ucheze Zuna.
9 labda ucheze mchezo wa zuna ndio unaweza ukafunga hizo 9. Kwa Yanga hii 9 usahau. Yanga ya Ziziki, Yani Yanga ya Pakome, Yanga ya Chama, sijui Chama alikuwa yupo ile ya Ziziki, ile Yanga ndio ilikuwa Yanga ya Mayele. Hao wenzako kila mchezaji wetu ilikuwa Yanga. Hawataki kukubali. Sasa ile ilikuwa Yanga. Hawana wachezaji. Nimeangalia hapa wachezaji wao ambao wanafanya hapo wa kupangwa hesabu ni wa kawaida. Sisi wachezaji wetu wako ndani wanaocheza, afu ukiangalia nje ni mashine. Unaona sawa? Mashine kwa JKT. Unajua? Yaani ukisema timu yako nzuri cheza na Yanga. Ukifuzu na Yanga ndio tunakujua timu yako nzuri. Hapo ndio wanapoishia. Sasa huyu mama timu yake ukiwa bana sana ucheza na Yanga. Sasa mwaka huu ndio tunataka tuone. Kwa sababu Yanga anachukua pointi 6 kwa Simba. Lakini JKT ulishinda kuchukua alama. Ni mwaka nilichukua alama 4. Sio 3. Nilimfunga akatoa suluhu. Sasa kwa nini kuna nini? Pale suluhu. Uwanja siku ile tunacheza nao Meja Samunyo, uwanja una matope kama bwala samaki. Sio kama sasa hivi. Sasa hivi mimi unamfunga hata 3. Jana kamfunga mbembende magoli offside, lakini mimi yule pale namfunga hata 4 kwake JKT. Huyu jana kafunga magoli offside. Yale magoli yale. Lile alofunga yule Simba mwekundu sio Simba wa blue. Lile offside lile. Yeye anasema offside. Na watoto walipata penalti wamenyimwa. Kugusa mpira nani? Wa mwisho kugusa mpira alikuwa ni nani? Haijalishi vipi. Wenyewe ndio wamegongana mabeki. Kwa hiyo Simba aache nyama. Simba aache nyama, kala nyama. Sasa. Bwana shukrani. Shukrani sana.